Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Anawasomea kwenu mmoja katika maansar wake. Bayana kwa tarehe 24 Muharram 1444, tarehe 22 mwezi wa 8 2022, wakati saa 2:07 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya mama wa vijiji. Bayana kwa inwani haraka kwa maansar wote na Waislamu wanaompokesha Allah Mola mlezi wa ulimwengu. Salamu Allah alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu, enyi wapendwa wa Allah maansar waliotangulia waliobora, na enyi Waislamu kila anayempokesha Allah Mola mlezi wa ulimwengu hamshirikishi kwa Allah kitu, basi muokoe mataifa ya ulimwenguni vile mtakavyoweza, na hivyo kwa kutangaza suluhisho ya pekee ya janga la vita ya korona na hali ya hewa, na hivyo ni kufanya taharuki maansar katika sehemu tofauti ulimwenguni na watafiti wote ambao wanataka kuokoa nafsi zao na kuokoa ummati wao. Na natoa kiapo kwa Allah al-Azim mwenye kuhuisha mifupa ikiwa umevurujika, hakuna atakaye kuokoa huu ulimwengu wote kutokana na vita vya korona na hali ya hewa isipokuwa yale yaliyokuja kwenye tangazo la suluhisho ya pekee kwa kauli iliyotangulisha tenganisha wala sio ya mchezo. Hiyo kwenu ni ile bayana tuliyoandika kwa tarehe 3 mwezi wa 8 2021 kwa inwani inayofuata: alhallu liqari'ati harbi corona wal manakh, suluhisho la janga la korona, la vita ya korona na hali ya hewa. Basi fanyeni himma enyi Waislamu kwa kuitangaza kwa walimwengu, ili muokoe nafsi zenu na muokoe ulimwengu wote. Hakika ni ujira mkuu kiasi gani kwa mwenye kushirikisha kutangaza bayana ya suluhisho ya janga la vita ya korona na hali ya hewa, ili aweze kusaidiana kuokoa mataifa ya binadamu vile atakavyoweza, na kwa kila hila na namna ya electronics. Wallahi, hakika sayari ya ardhi imeingia sehemu ya mstari mwekundu kwa sayari ya adhabu Saqar, ambaye itapambazuka kutokana na kusini mwa ardhi ghafla juu ya ulimwengu, na laana ya Allah juu ya wanaosema urongo. Ewe Allah, hakika ncha ya vidole vangu vimeumia kwa wingi ninavyoonya kutokana na adhabu yako, kama vile ulivyo niamuru katika muda wa miaka 18 usiku na mchana, wala sijageuka kwa kitu. Na je, mwadhani kwamba ulimwengu na mataifa iko vile vile kutoka kuanzia ulinganizi wa kimahdi wa kiulimwengu kama mwezi huu, mwezi wa Muharram wa mwaka wa 1426 Hijria, inawafikiana na mwezi wa Machi ya mwaka wa 2005, yani kabla miaka 18. Na mimi naendelea usiku na mchana na wahadharisha binadamu kuathirika kwa ardhi kutokana na kukaribia sayari ya adhabu Saqar, ambao inaokuja kutoka njia ya North Pole ndio ipambazuke juu ya ardhi karibuni sana kwa njia ya South Pole. Na nikawaonya binadamu kuanzia miaka mingi sana yaliyopita kutokana na vimbunga anazituma Allah ghafla, ndani yake kuna moto, ili uwashe mwanzo wa jambo msitu ya watu, kisha igeuke kuwa upepo ili ivumishe moto na uendeshe moto wa kimbunga upande wa manyumba. Nikaonya
kutokana na adhabu ya kimbunga cha bahari na adhabu ya kimbunga cha kuangamiza bara inabomoa ile atakaye Allah katika majengo. Na nimehadharisha kutokana na mfuriko wa mto wa Aram ndani ya Yemen na mto wa Irmadhat al-Imad na miminiko ya maji kutoka mbinguni. Nikaonya kutokana na kubomoka kwa majabali yagawanyike madonge ya barafu, na nikahadharisha kutokana na vita vya umeme ambao haijatokea, impate anayemtaka na amwepushe nayo anayetaka. Na nikaonya kutokana na maburkani na mazilzala, na nikaonya kwa kufanya ufa ardhi kutokana na wingi wa mafuriko, na nikahadharisha kutokana na mafuriko ya kumiminika kutoka majabalini yaliyojaa kwa sababu kushiba majabali maji inageuka jabali lote kuwa miminiko wa mawe na mchanga. Ndiyo lianguke jabali liliyojaa mafuriko ya kuvutana kutokana na mawe na udongo unaobomoa. Na nimeonya kutokana na vita vya kinizaki kwa njia haijatokea, aljawari alkhunnas, ambazo ziliojificha karibu na ardhi. Na nimehadharisha kutokana na kijisayari kinaotingisha, kinaolipua. Na nikaonya kutokana na adhabu ya kimbunga majabali, mfiniko wa majabali ya barafu, ndani yake kunao baridi kali sana inakuja kutoka kaskazini mwa ardhi, North Pole, ndio ifinike kisiwa cha Warabu, kimbunga cha majabali ya barafu ambao iko shapu. Na nawapa fatwa kwa hakika ya haya matokeo yote kwa sababu ya mvutano wa sayari ya adhabu Saqar, ndiyo ikaathirika ardhi ya binadamu kwa ajili ya kukaribia kwake. Isipokuwa Saqar hivi sasa imejivisha kwa rangi nyeusi. Na je, mauona mwezi ukimalizikia kiambatishoni? Na rangi nyeusi ni moto mweusi pindi kukaribia kwake na kabla kupita kwake, ili musione. Ndiyo iwajieni ghafla, ndiyo ibadilike kuwa rangi nyekundu, ndio iwatokezee musiweze kuzuia wala hamtongojewa, enyi maachara wanaokadhibisha sayari ya adhabu. Hivi hamuamini kauli ya Allah Ta'ala akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul jaa alhaq wama yubdi'u albatilu wama yu'id, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fabima yuhiya ilayya rabbi innahu sami'un qarib, walau tara idh fazi'u fala fawata wa akhidhu min makanin qarib, وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. Na nikafafanua kwa ulimwengu kutoka kwa iliyowazi maana yake Al-Qur'an Al-Azim, ufafanuzi mkuu kulingana alivyo ni amuru Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, Allah Mola mlezi wa ulimwengu. Na sijasema kitu kutoka kwangu, bali nawaletea utawala wa elimu yake kutoka kwa Al-Qur'an Al-Azim kabla halijatokea tokeo. Na hivyo ili waone wanaokadhibu
alama za Allah ambazo amezibainisha kwa ulimwengu juu ya ukweli waqi ya uhakika, ndio wazitambue kama hali ya sayari ya ardhi ya wanadamu leo, na wala isipokuwa ni katika adhabu ya chini ambao ni zaidi kwa kipimo, kwa sababu ya kukaribia sayari ya adhabu Saqar, huenda wakarudi na jaribu kuokoa walimwengu, na hivyo ili ipite kwa amani na salama, bardan wa salaman, juu ya walimwengu wakati wa kupambazuka kwake upande wa North Pole, na mimi niko kati yenu. Lakini itakuwa bardan wa salaman juu ya yule aliyosadikisha, akaamini, akafuata mlinganizi wa Allah, akamtii Allah na khalifa wake al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Na enyi watu wa mataifa ya ulimwengu, hakika nilibaki kwenu muda mrefu umri, na mimi nawaita kutoka miaka 18 katika mfano wa mwezi huu Muharram ambao tuko ndani yake kabla miaka 18. Na swali ambalo lajiweka lenyewe, je, hamukuona alama ishara za Allah ambazo nimewahadharisha nazo? Mvutano wa vita vya Allah vya hali ya hewa kwa sababu ya kukaribia sayari ya adhabu Saqar. Ama maona hali ya ardhi ni ya kawaida kuanzia alivyonitumiliza kwenu? Ama kwamba nyinyi kweli mwaona kuna kitu inateseka nayo ardhi, imekaribia na ardhi? Na nimewaonya kabla kukaribia sayari ya adhabu Saqar, ambao itasababisha kutokezea jua kwa upande wa magharibi yake, na laana ya Allah juu ya wadanganyifu. Na vipi kwamba mimi na maansar wangu twafanya bidii ili tuwaokoe, na mashaitani watu wenye mtazamo wa ongezeko la joto duniani wanafanya bidii kuangamiza na kujiangamiza nafsi zao ili muwe sawa katika moto wa jahim. Na hivyo tumefafanua mtingisho wa vita vya korona kwa ufafanuzi mkubwa wakati ilipoanza, kisha ikateremshwa ufafanuzi wa vita vya korona vya kiulimwengu, na tukaifafanua ufafanuzi mkubwa kuanzia mwanzo kwenye tarehe kutoka kabla, kwenye tarehe 5 mwezi wa 3 2020, kutoka kabla inakurubiana na miaka 3, kwenye bayana tuliyoiandika kwa inwani virusi ya korona ni kutokana na adhabu ya chini pasi na adhabu kuu, huenda wakarudi. Na sijakeuka kwa kitu, na wanasayansi wa matibabu na hali ya hewa wamekeuka mara 1000, basi wakawazuia na njia ya haki kaumu almaniyun, wasioamini Mungu. Basi mcheni Allah, fa wallahi hakika ya mtu mwenye akili haumwi kwa tundu yake mara 2, na nyinyi wamewadanganya wazuiaji miongoni mwa wanasayansi wa matibabu mara 1000 na wanasayansi wa hali ya hewa mara 1000, kwa kuwa mtazamo wa ongezeko la hali ya joto duniani inaosingizia wanakusudia kuwa itabainika athari yake kali kuanzia mwaka 2100. Lakini mimi nawapa fatwa kwa hakika ya mtazamo wa ongezeko la joto duniani hajateremsha Allah utawala ndani yake, bali nimewafundisha kutoka kwa kitabu cha Allah al-Qur'an al-Azim kwamba mtingisho wa vita
hali ya hewa kwa sababu ya kukaribia sayari ya adhabu Saqar. Basi mujiondoshe kwa akili yenu ya mang'ombe ambao haitafakari kufikia akili ya binadamu, kisha mupeleleze mabayana ya khalifa wa Allah al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Ndiyo mutizame, je, amesema ukweli Nasr Muhammad al-Yamani ama alikuwa ni katika wadanganyifu? Basi hakika imefika sayari ya ardhi katika njia ya mstari mwekundu kwa sayari ya adhabu Saqar, ambao itatokezea juu ya ardhi kutoka upande wa kusini na kusini mashariki na kusini magharibi, ambao itasababisha kupatwa kwa jua, mbingu ambao itakuwa ni adhimu, yani itafinika kwenu mbingu yote, na ni adhabu ya siku ngumu. Kwa utisho wake nywele za vijana mabarobaro kuwa mvi kwa yule atakaye kufuru miongoni mwao kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ulan inna hadhihi tadhkiratun faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila. Sadaqa Allahu al-azim. Basi wasiwazuie wahalifu wanaozuia maaya za maonyo kutokana na mashetani watu, na wanaozuia wenye kiburi, basi hawatoweza kuwasaidia kutokana na adhabu ya Allah kitu. Na kwa hali yote, enyi maashara ya mataifa ya ulimwengu na serikali zao, hakika imetangulia kuandika suluhisho la shina la mtingisho ya vita vya korona na hali ya hewa. Basi ipelelezeni, ni bora kwenu. Hakika mimi ni mwonyaji kwenu kutoka kwa Allah mbele ya adhabu kali, na nawapa changamoto kwa uwezo wa Allah na nguvu zake kwamba mupate suluhisho kwenu ya mtingisho wa vita vya Allah vya ulimwengu na za korona, isipokuwa yale niliyowapa fatwa nayo kwenu kwenye bayana ya tangazo la suluhisho ya mtingisho ya vita vya korona na hali ya hewa. Allahumma, mimi na kushtakia kwako machofu yangu na kuchoka mikono yangu kwa wingi kuonya Waarabu na Maajami, na kiasi gani nimekesha masiku na mchana kwa mzunguko wa miaka 18, na mimi najaribu kuokoa waombe maghfira kwa Allah na wamtubie na wafuate kitabu cha Allah al-Qur'an al-Azim, na wamtii khalifa wa Allah na mja wake al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Ewe Allah, ikiwa wajua kuwa mimi sijazua juu yako kuwa wewe Mola mlezi wangu umeniteua khalifa wako juu ya ulimwengu wote, basi waoneshe uadhimu wa nguvu zako na uwezo wako, na kwamba wewe kweli ni kwenye kulitekeleza jambo lako, na uwateremshe shingo za walimwengu kwa khalifa wako atakaye mwenye kutaka na akataye mwenye kukataa. Na ikiwa mimi ni mrongo, basi juu yangu urongo wangu hakika haitowapata kitu kibaya. Basi ni nani dhalimu kuliko yule atakaye mzulia Allah urongo, na hukumu ni ya Allah, mbora wa kuamua na mwepesi wa hila. Na nabashiri kwamba
amri ya Allah atainyanyasa China ndiyo awatumie juu yao vita vya korona na mifuriko haijatokea ili awanyanyase Allah China na wote ulimwenguni kwa khalifa wa Allah al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Na sisi tuwatangazia walimwengu kuwa China na Xi Jinping wenye sufuri ya COVID watatangaza kushindwa kudhibiti juu ya mtingisho ya vita vya Allah za kikorona ambazo zenye nguvu sana na kupoteza udhibitisho juu ya mtingisho ya vita vya Allah za hali ya hewa. Na sasa ndio wakati, basi kuweni juu ya hayo ni katika mashahidi. Na salam juu ya mitume, alhamdulillah rabbil alamin, khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.